Odinga. Lakini kama Wakenya kutoka kona zote tulimjua na tukamheshimu kama baba. Na tulimuita baba kwa sababu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alipenda nchi yake Kenya kuliko kitu kingine chochote. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa baba wa wote, hakuwa na ukabila, na alipenda nchi na wananchi wa Kenya wote. Na testimony hiyo yaoneshwa na marafiki tofauti tofauti ambao ukienda kumtembelea kwake nyumbani ulikuwa unawakuta huko. Marafiki kutoka kila kona ya taifa letu la Kenya. Raila alikupenda kwa sababu ya maono yako, alikupenda kwa sababu ya fikira zako, alikupenda kwa sababu ya vitendo yako, lakini sio kwa sababu ya rangi yako ama kabila lako. Leo hii Kenya imepoteza kiongozi ambaye historia ya demokrasia katika taifa letu la Kenya haiwezi iandikwe bila la jina la Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya Kenya ya kutetea haki za kibinadamu na haki za wananchi wote haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. Historia ya ungatuzi na kuhakikisha ya kwamba wananchi kule mashinani wana uwezo ya kujiongoza na kujitawala na kuwa na viongozi ambao wanatekeleza shida za wananchi kule chini, haiwezi iandikwe bila jina ya Raila Amolo Odinga kuwa nambari moja. In short, nasema vipi? Nasema hivi: Raila ametuacha kimwili, lakini ndani za roho yetu, ndani ya spirit ya Kenya, ataendelea kuishi miaka na miaka tukisonga mbele. Wenzetu, Raila alipenda amani. Raila alipenda umoja wa taifa letu. Raila alifurahia akiona Wakenya wakiungana, wakishirikiana, wakijenga taifa lao pamoja. Raila alikuwa mtetezi wa haki ya kila mtu. Kwa hali ambapo alikuwa anaona hakuna haki, Raila ndio alikuwa wa mbele hapo kuhakikisha ya kwamba haki zimepatikana.